tunauaga mwaka 2019 na kukaribisha mwaka 2020. Lakini leo sio tu tunauaga mwaka 2019, bali tunaiaga miaka minne iliyopita, na sasa tunaingia mwaka 2020 ambao ni mwaka muhimu sana kwetu kama taifa. Wazanzibari wanapita katika kipindi kigumu sana katika historia ya nchi yao. Kipindi hiki cha miaka minne cha hilaki za kila namna kimeacha makovu ya kila namna wananchi wa Zanzibar, kama ilivyo kwa ndugu zao wa Tanzania bara. Yote haya ni kwa sababu CCM ndiyo iliyojutika dhima ya utawala na uendeshaji wa nchi kwa pande zote mbili za muungano. Sasa wanapokuwa na chama kilichopoteza mwelekeo, viongozi wake kila uchao wanapanga kubaki madarakani kwa hila badala ya ridhaa za wananchi, ili kushibisha matumbo yao badala ya kuwatumikia wananchi. Katika hali hii hawatarajiwi maendeleo ya aina yote, si maendeleo ya kisiasa, si maendeleo ya kiuchumi, iliyojitwalia madaraka kwa mabavu bila kuheshimu matakwa ya wananchi wa Zanzibar ambao kikatiba ndio wenye mamlaka ya kuamua nani awe kiongozi wao. Tumeshuhudia watawala wakiendesha nchi kinyume na matakwa ya katiba Zanzibar ya mwaka 1984 pamoja na marekebisho yake ambayo yanataka kuwepo kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Pia kufanyika marekebisho ya sheria yenye dhamira ovu ya kuendeleza mfarakano, chuki na uhasama kwa kutumia uchaguzi. Sheria hizi ni pamoja na sheria ya tume ya uchaguzi na sheria ya uchaguzi. Chama cha Mapinduzi kimepandikiza mbegu za ubaguzi miongoni mwa Wazanzibari kwa kitendo cha serikali iliyopo kuwapa haki watu kundi moja na kuwanyima wengine. Haya yanadhihirika katika suala zima la ajira hivi leo, ambapo kila kijana wa Kizanzibari haajiriwi kwa uwezo wake, bali anaajiriwa kwa kuangaliwa amezaliwa wapi na amezaliwa na nani kwa itikadi ya kisiasa. Pia hata vyeo navyo vinagawiwa kwa misingi hiyo hiyo. GSO tulitarajia kufanya kazi ya kuhakikisha usalama wa nchi, leo imegeuka kwa kikundi cha kupita mitaani kutafuta itikadi za kisiasa na wanaomba ajira wao na wazazi wao. Kuna ubadhirifu mkubwa unaofanyika serikalini hivi sasa, na kwa kuwa kila mmoja anahusika na ubadhirifu huo, kila mmoja anamfumbia macho mwenzake. Kwa mfano, miradi yote mikubwa inayosimamiwa na mfuko wa hifadhi ya jamii wa Zanzibar ZSSF ni ulaji wa baadhi ya wakubwa. Zipo pia taarifa kuwa baadhi ya wakubwa wamejishotea mabilioni ya fedha kutoka benki ya watu wa Zanzibar, ukiacha zile walizotota katika kipindi cha uchaguzi wa marudio 2016 pamoja na chambani kwao CCM. Pia kuna taarifa za fedha za wawekezaji ambazo wakubwa serikalini wamezifanya ngawira kwa kugawana miongoni mwao. Si ajabu kwa hivyo kama miradi kadhaa imeshindwa kuendelezwa kwa sababu za kifisadi. Kinachoshangaza, wakati Rais Magufuli akiwa mkali kupiga vita ufisadi na kutaka kutuaminisha kuwa hawezi kuvumilia ufisadi, hawezi kuvumilia fisadi yoyote ndani ya serikali yake na chama chake, maafisadi kutoka Zanzibar wanapata kinga kwa uchumi unashuka kila uchao, hata kama watawala wanajitahidi kutulisha takwimu za kukua kwa uchumi
zisizoendana na hali halisi ya maisha ya kila siku ya mwananchi wa kawaida. Wafanyabiashara si wakubwa wala si wadogo, wote wapo taabani kwa kodi kubwa na nyingi. Vijana hawana ajira, wala watawala hawana mpango wowote wa kuwafikiria vijana hao. Wafanyakazi wa umma badala ya kuongezwa mishahara ili waweze kumudu maisha yao, watawala wanapunguza mishahara na mafao mengine mbalimbali ya watumishi wa umma. Mishahara na mafao mengine mbalimbali ya watumishi wa umma, watu wote wako taabani kwa dhiki ya maisha. Katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa fedha, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetumia fedha nyingi zaidi kwenye matumizi mengineyo kuliko hata mishahara ya wafanyakazi, na sehemu kubwa ya fedha hizo ni kutoka mfuko wa NSSF au ZSSF. Lilitoa mkopo mpya kwa SMZ, kiasi cha deni la ndani la SMZ kufikia shilingi bilioni 141 kutoka shilingi bilioni 108 mwaka unaoishia Septemba 2018. Hii inahatarisha mafao ya wastaafu katika utumishi wa umma na sekta binafsi, maana wote wanachangia ZSSF. Vile vile mauzo ya nje yameporomoka kutokana na uzalishaji kwenye karafuu na mwani kuporomoka, huku uagizaji wa bidhaa kutoka nje ukiongezeka kwa takriban 46%. Hii imesababisha kipato kwa wananchi wa kawaida ambao ni wakulima wa mwani na wakulima karafuu kushuka na hali ya maisha kuwa magumu. Zanzibar ambayo kiasili ni nchi ya biashara inazidi kuporomoka kwa sababu ya kukosekana kwa biashara, bandari kutopanuliwa kulingana na umuhimu wake katika uchumi wetu, na hata miradi kama uwanja wa ndege ambayo ni muhimu kwa sekta ya utalii kutomalizwa kwa wakati na gharama zake kuongezeka sana. Bahati njema, pamoja na madhila yote hayo wanayowakumba Wazanzibari, imekuwa ni kama kuwachonga ukali na kuwatia ari na kupambana. Kwa ni mwaka ambao Watanzania tunakwenda kuandika historia ya kwenda kuyazika madhila haya na kujiletea mabadiliko mema yatakayobadilisha maisha yetu. Mwaka 2020 ni mwaka wa vitendo wa kuleta mabadiliko ya kweli na kumaliza ulaghai wa watawala wa CCM. Mwaka 2020 ni mwaka wa kuhitimisha uongo wa watawala wa CCM, watawala ambao kila ikifika miaka mitano wamekuwa mahodari wa kutoa ahadi mpya bila ya kutekeleza ahadi zao. Watanzania, kwa nini ahadi zilizopita ambazo wamekuwa wakizitoa miaka nenda miaka rudi wameshindwa kuzitekeleza? ACT Wazalendo kama chama makini cha siasa tumejipanga kikamilifu kutekeleza wajibu wetu katika kuyafikia mabadiliko wanayoyataka Watanzania. Watanzania watarajie kushuhudia mengi na makubwa kutoka katika chama chao hiki ambacho siku zote kilipambanua kuwasemea katika mambo mazito yanayowakabili. Hivi sasa tumo katika maandalizi ya ilani ya uchaguzi za chama zitakazotumika kusaka ridhaa ya Watanzania na Wazanzibari kupitia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020. Kiongozi wa chama na mimi tunaongoza ziara tuliyoipa jina la Listening Tour. ACT Wazalendo tumedhamiria kujenga Tanzania inayofaa kiuchumi, yenye maisha ya raha na furaha kwa watu wake wote. Tutabuni na kutekeleza sera zitakazohakikisha uchumi imara na shirikishi, huduma bora za kijamii kwa wote na maisha ya raha na furaha kwa Watanzania wote. Tunaamini maoni tunayokusanya yatatupa ilani zitakazotufikisha kwenye lengo hili. Kwa upande wa Zanzibar, dira yetu ni kuiweka Zanzibar mahali inapostahiki katika ulimwengu
ikiwa ni mlango wa kuingilia na kutokea Afrika, kituo kikuu cha biashara na huduma za fedha katika bahari ya Hindi, kilele cha ubora katika kiwango cha elimu na kwa jukwaa la kukuza mafahamiano baina ya tamaduni na ustaarabu tofauti duniani. Tunataka ACT Wazalendo ituongoze kufikia Zanzibar inayofaa kiuchumi, yenye umoja wa dhati na maisha ya raha na furaha kwa watu wake wote. Zanzibar kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla vinaweza kuwa kichocheo cha ukuaji wa biashara na uchumi kwa eneo hili kama Singapore ilivyo kwa Malaysia, na eneo la nchi za mashariki ya mbali au Hong Kong ilivyo kwa China. Tukifikia hapo, sote Zanzibar na Tanganyika tutanufaika kwa pamoja. Kizuizi kinachozuia kuyafikia mafanikio hayo ya pamoja ni CCM, ambayo inaamini katika kuidhibiti Zanzibar na Tanganyika badala ya kujenga ushirikiano wa dhati na wa kweli kwa pamoja utakao kunyanyua sote na kutufaisha kiuchumi pamoja. Ukiondoa kizuizi hiki ili sote tusonge mbele kwenye ukuaji wa kasi wa biashara na uchumi na kuzijenga nchi zetu, huku watu wake wakiwa na raha na furaha. Haya yatafafanuliwa vizuri katika ilani za uchaguzi wakati utakuja. Wito wangu kwa Wazanzibari wenzangu wote, hatuna nafasi ya kukata tamaa. Twendeni tukachukua vitambulisho vyetu, na wakati wa kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura mwaka 2020 kukamilisha wapiga kura, sote twendeni tukajiandikisha. Tumedhamiria kutumia mwaka 2020 kukamilisha kazi tuliyoifanya mwaka 2015. Kwa Wazanzibari, mwaka wa 2020 ni mwaka wa funga kazi. Kwa ACT Wazalendo, tunajua kuna changamoto na muungano wetu wa Tanzania. Tunataka mwaka 2020 uwe mwaka wa kuanza kuchukua hatua za kuweka madarakani chama chenye dhamira ya dhati ya kuboresha muungano. Tunaamini katika muungano wa haki kwenye usawa na heshima kwa wote. Tukifikia hapo, sote Zanzibar na Tanganyika tunanufaika kwa pamoja. Kizuizi kinachozuia kuyafikia mafanikio hayo ya pamoja ni CCM, ambayo inaamini katika kuidhibiti Zanzibar na Tanganyika badala ya kujenga ushirikiano wa dhati na wa kweli wa pamoja utakao tunyanyua na kutupaisha kiuchumi pamoja. Mwaka 2020 tunakwenda kukiondoa kizuizi hiki. Kwa watawala, ujumbe wangu wa mwaka 2020 huu: mmenidhulumu Zanzibar na mkawadhulumu Wazanzibari kwa kuwapora chaguo lao na walimpa ridhaa kupitia kura zao au rais kwa uchaguzi au chaguzi 5 mfululizo kuanzia mwaka 1995 hadi 2013. Uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa Oktoba 25, 2015 ndio uliotia fora, ambapo ilimshinda mgombea wao wa CCM Dr. Ali Mohamed Shein kwa kupata kura 207,847 sawa na asilimia 52.8 dhidi ya kura 182,011 sawa na asilimia 46.2 alizopata yeye Dr. Shein. Miaka yote hiyo ilifanya kazi ngumu sana ya kusimamia amani ya nchi kwa kuwatuliza Wazanzibari wanaoibiwa kura zao na kuporwa ushindi wao. Mwaka 2020 Wazanzibari watahakikisha wanazilinda kura zao na kuhami ushindi wao. Nimalizie kwa kuweka moyo wetu kwamba mwaka 2020 unapaswa kuwa mwisho wa CCM
na kile kinachoitwa deep state kutuamulia nani wa kutawala kwenye Jamhuri ya Muungano Tanzania na Zanzibar. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano na ibara ya 9 ya Katiba Zanzibar zinaweka wazi kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka ya nchi, na serikali na vyombo vyake vyote vinapaswa kutokana na wananchi wenyewe. Mwaka 2020 tutaisimamia matakwa hayo takatifu. Nawatakia Watanzania wote heri na baraka za mwaka mpya 2020.